Altar Vibes Media, walio wabunifu wazuri na wataalamu wa kurekodi matukio mbalimbali ya kihistoria ndani na nje ya nchi katika matoleo ya sauti ya audios na katika videos. Sasa wanakuletea ofa ya kurekodi kazi yako yoyote kwa ubora, umakini na uzuri wa hali ya juu kama vile mahubiri, harusi, sendo, uchumba, mahafali, kipaimara, misiba, kwaya na kadhalika. Na vyote hivi tutakurekodia kwa kutumia vifaa vyetu vya kisasa na kwa bei nafuu na muda mfupi. Wasiliana nasi sasa. Altar Vibes Media, tunahakikisha tunaacha alama ya kumbukumbu kwako. Bwana Yesu apewe sifa. 5 Mungu alikuwa ameshazungumza na mimi juu ya ujumbe wa 2017 kama miezi mitatu iliyopita. Mwaka unaokuja, kwa sababu ni 10 ongeza 7 na ambayo ni 17. Bwana asifiwe sana. Namba 10 ni namba ya utaratibu, ni namba ya order, ni namba ya amri 10 za Mungu, namba ya utaratibu wa Mungu. Lakini namba 7 ni namba ya ukamilifu. Kwa utajumlisha utaratibu, jumlisha ukamilifu, ni utaratibu wenye ukamilifu ndani yake. Ni mwaka wa kutengeneza mambo ya nyumba yako. Basi tumuombe sana Mungu, tutembee na Mungu mwaka wote huu. Basi fungua Biblia yako katika Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 29. Mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 11. Nyakati wa Pili. Bwana ametupa kuanza mwaka huu kwa neno hili. Hasa inahusu maisha ya mfalme Hezekia. Mfalme Hezekia. Haya maneno yalitua kwa muda wa miezi mitatu huko nyuma, kwenye mwezi wa 9 hivi moyoni. Biblia inasema Hezekia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 29, na jina la mamaye aliitwa Abia binti Zakaria. Akafanya yaliyoadili machoni pa Bwana, sawa sawa na yote aliyoyafanya Daudi babaye. Yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, alifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza. Yaani mwaka ule wa kwanza alipoanza kutawala, mwezi ule wa kwanza alifungua milango ya nyumba ya Bwana na akaanza kuitengeneza nyumba ya Bwana. Ina maana kabla ya hapo kulikuwepo na mfalme aliyekuwa anaitwa Ahazi, ambaye alikuwa ni baba yake.
kwa sababu ya uovu mwingi, na hakuijali nyumba ya Bwana. Milango ilifungwa. Kwa hiyo kukawa hakuna huduma yoyote katika nyumba ya Bwana inayoendelea. Vitabu vya Torati vilifungiwa ndani. Kwa watu walibaki bila nyumba ya Bwana, bila ibada, na malango yamefungwa. Hali ilikuwa mbaya, watu waliendelea kuabudu sanamu. Kwa hiyo anakuja mtoto akiwa na neema ya Mungu ambaye anaitwa Hezekia. Mwezi wa kwanza wa mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, aliamua kuifungua milango ya nyumba ya Bwana na kutengeneza nyumba ya Bwana. Hebu tuendelee mbele tumuone huyu mtu ndiye ambaye alitokea ugonjwa baadaye, alafu akatubu toba ya kweli, kisha akaongezewa miaka 15. Bwana asifiwe sana. Lakini mambo ya matengenezo alianza nayo, na baadaye atapata ujumbe wa matengenezo baadaye, kwa sababu alikuwa na roho juu ya kutengeneza mambo hasa ya nyumba ya Bwana. Biblia inaendelea kusema akawaingiza makuhani na Walawi, akawakusanya uwandani upande wa mashariki. Akawaambia, nisikieni enyi Walawi, jitakaseni nafsi zenu sasa, mukaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu, mukatoe uchafu katika patakatifu. Palikuwa na uchafu mkubwa, uchafu mwingi mahali pa patakatifu. So kulikuwa hakuna mtu anayeingia mle ndani. Kwa hiyo akawaambia Walawi, kwa sababu Walawi ndio walikuwa wanawajibika kuingia kwenye nyumba ya Bwana, wao waliwajibika watakaswe kwanza, alafu wakaondoe ule uchafu uliokuwa kwenye nyumba ya Bwana, mahali patakatifu. Kwa maana baba zetu wameasi na kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wetu. Wamemwacha na kuzigeuzia mbali nyuso zao na makao ya Bwana, na kumpa maungo, yani wakampa Mungu kisogo. Yani badala ya kwenda mbele kwa mbele wakutane na Bwana, wakageuka. Nasema tu maungo, manake mwili, manake kisogo. Kwa hiyo watu walikuwa wamempa Mungu kisogo. Tena wamefunga milango ya ukumbi na kuzizima taa, wala hawakufukiza uvumba, wala kumtolea Mungu wa Israeli sadaka za kuteketezwa katika patakatifu. Kwa hiyo hasira ya Bwana imewaka juu ya Yuda na Yerusalemu, naye amewatoa kuwa matetemeko. Kwa hiyo hao watu wametolewa kwamba watikiswe, watikisike, watetemeke, watetemeshwe. Bwana aliamua kuondoa ulinzi wa kujiamini kwa watu. Aliondoa hali zote kwa sababu wamegeuka, wameiacha nyumba ya Bwana. Hivyo amewatoa kuwa matetemeko, wawe ushangao na mazomeo, wazomewe vya kutosha, yani wapumbazike vya kutosha, wawe na mashaka vya kutosha,
waone kama wataweza kuweza kumudu kwenda mbele. Kwa Bwana aliamua wawe mazomeo kama muonavyo kwa macho yenu. Maana hapa alikuwa yuko na makuhani ambao ni watumishi na Walawi. Kama mnavyoona tunavyozomewa, kama mnavyoona jinsi ambavyo tunavyoshangaa, hatuna jambo la kusema Mungu wetu yuko wapi. Hali ni mbaya, tunatetemeka ovyo kwa maadui. Sasa tumeathirika kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo akawaeleza Walawi na makuhani, kwa kuwa lazima kwa kuwa tazama, baba zetu wameangamia kwa upanga, na wana wetu na binti zetu na wake zetu wametekwa. Kwa ajili ya hayo basi, nia yangu mimi, anaeleza Hezekia, nia yangu ni kufanya agano na Bwana Mungu wa Israeli, ili kwamba hasira yake kali igeukie mbali. Basi wanangu, msijikurupushe. Hebu mwambie mwenzako usijikurupushe. Akawaambia, angalia anachowaagiza, anasema basi wanangu, msijikurupushe sasa. Usiwe mtu usiye na utaratibu. Kujikurupusha ni kama mtu amejibanza pale, kama hatari imetokea, anakwenda direction yoyote ambayo hajui atakutana nini, hajui ataanguka wapi, wala haangalii hapo pakoje. Anaweza akafanya jambo ambalo ni la ajabu. Akawaambia msijikurupushe sasa. Si wakati wa kujikurupusha. Mmetishwa na maadui mpaka mnajikurupusha. Msijikurupushe sasa, kwa kuwa Bwana amewachagua ninyi. Amewachagua ninyi msimame mbele zake, kumhudumia nanyi mpate kuwa watumishi wake, mkafukize uvumba. Amewachagua kuwa watumishi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Haya maneno ukienda nayo yote haya mpaka ule mstari ule wa 11, sasa utaona hapo mpaka hapo nilipoishia. Tutajifunza juu ya kutengeneza mambo ya nyumba yako. Ujumbe wetu ni kutengeneza mambo ya nyumba yako. Ni mwaka wa kutengeneza mambo ya nyumba yako. Napozungumzia nyumba, nazungumzia moyo wa mtu, nazungumzia familia ya mtu, nazungumzia ukoo wa mtu, na pia nazungumzia nyumba ya Bwana kama kanisa. Sikilize kwa makini, Bwana asifiwe sana. Nazungumzia moyo wa mtu kama nyumba yake, mahali ambapo Bwana anaweza akaja akakaa na wewe kikao. Nazungumzia familia yako, nazungumzia ukoo wako, nazungumzia nyumba ya Bwana kama nyumba ya Bwana kama kanisa. Kwa hiyo mawazo yetu tutakapokuwa tunayapata haya maneno, zungukia hapo. Wakati ule wa Hezekia, kama tulivyosoma, hali ilikuwa mbaya. Milango ilikuwa imefungwa, taa zilikuwa zimezimwa, hakuna huduma hekaluni, wala matoleo hayatolewi.
hakuna kinachoweza kumgusa Mungu. Watu wameacha uhusiano na Mungu kwa sababu ya mambo ya historia iliyopita. Mfalme aliyekuwa amepita hakuwaongoza watu vizuri kwa Mungu. Kwa hiyo watu walienda kuabudu sanamu mpaka nyumba ya Bwana ilifungwa. Kati ya wafalme, kati ya mmoja wapo wafalme ambao ni wazuri, mmoja wapo ni Hezekia. Biblia inasema akiwa na umri wa miaka 25 alianza kutawala. Mwaka wake ule wa kwanza na mwezi wa kwanza akafanya mambo ya adili, mambo ambayo ni mema, mambo maadilifu. Akasimama yeye peke yake, ni kijana wa miaka 25, akasimama peke yake akiwa anamulingana Bwana. Akafanya mambo ya adili kwa sababu alikuwa na tabia za kiuadilifu, akiwa amemjua Mungu wake aliye hai. Haijalishi kwamba ni kushoto wala ni kulia, alisimama imara. Nyumba ya Bwana ilikuwa imefungwa. Alichoanza ni kufungua nyumba ya Bwana, kisha akawaita makuhani ambao walikuwa wanatakiwa kutumika katika nyumba ya Bwana. Akawaambia lazima mjitakase. Bwana asifiwe sana. Mjitakase kwa sababu inatakiwa ujitenge na dhambi, inatakiwa ujiweke wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kisha baada ya hapo ndio waitakase nyumba ya Bwana, waiombee, watumike mle ndani, waithamini nyumba ya Bwana, ndipo wangeona baraka. La sivyo kulikuwepo watu wanatetemeka, watu wanaingiwa na mshangao. Hata mambo yanavyokuja hawajui mafunuo ya mambo yanavyokuja, hawajui nyakati gani walizonazo, hawajui wakati uliopita na wakati uliopo, hata wakati unaokuja. Hawana mipangilio yoyote. Watu wanajikurupusha. Watu ni watu ambao walio na mashaka. Hali hizo zote ziliweza kushika mji. Watu na miji yao ilikuwa ni miji ambayo ni ya matetemeko na kizunguzungu. Yani kizunguzungu kilikuwa kinawashika watu. Yani watu ni kutetemeka, kutokuwa na hali ya kujiamini. Hali ilikuwa mbaya. Unajua, usipohusiana na Mungu, usipolishika neno la Mungu, ndio hali kama hizi zinaweza zikakushika. Tunaweka msingi mwaka huu. Bwana asifiwe sana. Usiwe wa kutetemeshwa wala usiwe wa kizunguzungu. Mwambie mwenzako, mimi mwaka huu sio wa kizunguzungu wala sio wa matetemeko. Matetemeko, ninapozungumza matetemeko usizungumzie tetemeko la nchi. Yaani unatetemeka, na sheki. Unakuwa kama hali ile ya adui. Unajua shetani huwa anakuwa na matetemeko. Hebu mmoja tufungulie katika Yakobo 1 mstari wa 19. Shetani anapoona watu wamesimama imara, alafu wanafanya vitu ambavyo vinavyomshangaza, paka anatetemeka. Tetemeka wewe mwenyewe. Yakobo 2:19. 2:19. Sawa. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Mashetani nao wanaamini mpaka wanatetemeka. Sisi Bwana asifiwe sana. Sisi sio wa kutetemeka. Kipindi cha Hezekia alisimama mwanamume mmoja anaitwa Hezekia akiwa na umri wa miaka 25. Akasema makuhani, aliyeokoka yeyote ni kuhani, na Walawi, njoni. Kwa nini tunakuwa tunanyanyaswa na maadui? Kwa nini tunakuwa watu wa matetemeko? Watu ambao tunakuwa yani watu wa kushangaa, kupigwa bumbuwazi, kuzubaa. Akasema ni kwa sababu malango ya Bwana yamefungwa. Natakiwa mwaka huu fungulie kweli kweli malango ya Bwana. Mwambie mwenzako, mwaka huu ni mwaka wa kufungua malango ya Bwana.
Kwa hiyo watu na miji yao ilikuwa ni matetemeko na kizunguzungu, mshangao na uzubaifu, kuzubazubaa, wakati watu wanafanya vitu ambavyo viko kwenye maono, vitu kwa mpangilio. Watu wanazubazubaa. Unajua ukizubazubaa wakati ambapo mvua inanyesha, alafu wewe usilime, baadaye uje useme kwamba jamani umefika mwezi wa 7 nataka tuvune, hata shamba hilo hujalilima. Wenzako walilima wakavumilia, hasa walipanda wakavumilia, wakawa wanavuna. Wewe ulizubaa. Unaweza ukavuna kitu hapo? Utakula uzubaifu. Hebu sema mimi sio wa kuzubaa. Kwa hiyo Hezekia akasema sura yetu sio ya kuzubaa. Sura yetu sio ya kutetemeka na kushangaa. Sura yetu wala sio ya kuzomewa. Pamoja na kejeli, pamoja na kuzomewa, pamoja na dharau, pamoja na kukanyagwa na kushiginwa, na inuka. Bwana asifiwe sana. Lazima nifungue malango ya Bwana, na kisha ninyi tutumike pamoja, turudishe hali ya mahusiano na Mungu wetu. Mnanielewa watumishi wa Bwana? Unajua taa ilikuwa inafanya kazi gani ndani ya pale patakatifu? Taa ilikuwa inawaka, ndani yake kulikuwepo na mafuta ya mzeituni, ambapo ilikuwa inafanya taa 7 ziwake, na ile taa ilikuwa inatoa nuru. Sasa taa ilikuwa imezimwa. Hebu fikiri kwamba ushuhuda wako uzimwe. Halafu uvumba ni mfano wa maombi. Uvumba ulikuwa hautolewi, maana yake maombi yazimwe. Ni mwaka wa kuinuka kwenye maombi, ni mwaka wa kuinuka katika kumshuhudia Bwana, ni mwaka wa kuonyesha kwamba nuru ya Mungu iko pamoja na wewe. Mnanielewa watumishi wa Bwana? 2016 tunaweza tukaichukua ile 2000 kama elfu ambazo ni 2, ambapo ni wingi wa vitu, kwa maana kila namba ina maana yake. Kila namba ina maana yake. Namba 1, Mungu mmoja. Namba 2, ushahidi, yani watu 2 au 3 waweze kushuhudia jambo, namba ya ushahidi. Namba 3 ni utatu wa Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika nafsi zake, yani utatu wa Mungu. Namba 4 ni namba ya dunia, magharibi, kaskazini, haya kusini na mashariki, yani pande 4 za dunia. Namba 5 ni namba ya neema. Namba 6 ni namba ya kibinadamu, kwa kuwa mwanadamu aliumbwa siku ya 6. Namba 7 ni namba ya ukamilifu. Namba 8 ni namba ya mwanzo mpya, kwa sababu 8 wale safinani, baada ya Nuhu mvua ile kuja, 8 wakaanza pale safinani. Namba 9 ni namba ya hukumu. Namba 10 ni namba ya utaratibu mpya, ambapo amri 10 za Mungu, yani namba ya utaratibu wa Mungu, order ya Mungu. Namba 11 ni namba ya kutokuwa katika order, disorder, yani kitu ambacho hakiko katika utaratibu. Namba 12 ni namba ya serikali ya Mungu. Mitume 12, wana wa Yakobo 12 ni namba ya utawala wa Mungu. Namba 13 ni namba ya uasi. Namba 14 ni namba ya ukamilifu mara 2, yani 7 ongeza 7. Namba 15 ni namba ambayo inakuwa na ukamilifu pamoja na mwanzo mpya. Namba ya ufufuo pamoja na ukamilifu wa ufufuo au ukamilifu wa mwanzo mpya. Bwana Yesu apewe sifa. Namba 16, 8 ongeza 8, yani ufufuo mara 2 au mwanzo mpya mara 2. 17 ni 10 ongeza 7, namba ya utaratibu 10, na namba 7 namba ya ukamilifu. Utafanya mambo kwa kanuni, kwa kuwa namba 10 ni namba ya kanuni. Utakwenda kwa principle za kimungu. Lazima utafanikiwa kwa principle za kimungu mwaka huu, kama unataka cha Bwana kilicho kamili, yani namba 7. Namba 7 ni namba ya ukamilifu, macho 7, pembe 7, yani namba 7, namba ya ukamilifu. Mshangilie basi Bwana Yesu.
Kila namba ina maana yake. Namba 7, namba ya ukamilifu. Sasa ukichukua 10 ongeza 7 ni kama unasema kwamba kufanikiwa kikamilifu katika mpango au katika utaratibu. Mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu, si ndio? Mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Lazima mwaka huu uwe na mpango. Lazima uwe na mpango kazi. Lazima uwe na maono. Lazima uone mbele cha kufanya. Kama miaka mingine hujafanikiwa kitu kwa sababu ulikuwa unachukua hiki, hujui unaposhika, lazima utembee kwa utaratibu ili ufanikiwe. Kuna ukamilifu ndani, ukamilishe mambo uliyoyaanza mwaka jana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kuwa mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa mianzo mingi, mwaka wa ufufuo wa vitu mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Yale uliyoyafufua, yale uliyoyaanzisha mwaka jana 2016, uyakamilisha mwaka huu. Ni lazima uwe kwenye oda. Lazima uwe na utaratibu. Lazima uwe na nidhamu. Lazima uwe mtu wa mipangilio. Lazima upange. Mungu wetu ni Mungu wa mipango. Lazima na wewe uwe mtu wa mipango. La sivyo angeweza tu kuumba tu. Lakini wewe na uwe mtu wa mipango. Haleluya, haleluya. Wachawi walikukalia mpaka wakakupiga teke, mpaka wakakuzomea. Mwambie sizomewi tena. Sipigwi teke tena. Sitetemeki tena. Sishangai tena. Taka nifanye vitu. Haleluya, haleluya. Ofisi mpaka bosi anakuja juu anakutetemesha. Si mwaka wa kutetemeshwa tena. Wewe fanya vitu katika oda. Fanya vitu katika mpangilio tu, itaeleweka. Hajihuzuru mtu, hanisumu mtu, wala hakati tamaa mtu. Mimi sijinyongi kwa lolote. Haleluya, haleluya. Sijinyongi, wala sinywi sumu, wala sikati tamaa, wala sikimbii familia. Itaeleweka hata kama uchumi unakuendaje. Bwana ataweka oda yake. Lazima mambo yakamilike. Mungu mimi hajaniumba kwa bahati mbaya. Hajanipa siku kwa bahati mbaya. Hajanipa miaka kwa bahati mbaya. Hajanipa mwaka huu kwa bahati mbaya. Yeye kaweka oda. Mungu huwa hana bahati nasibu. Mungu akishakuweka pale, kakamilisha hapo, kakuweka. Wewe una unique power. Wewe ni you are unique. Wewe ni wa kipekee. Lazima ufanye vitu vya kipekee. Lazima uzibue vitu vya kipekee. Kwa nini umepewa siku za kipekee? Kwa nini hujaona huu mwaka? Hata tarehe moja zingine zinakuwepa, lakini si mwaka huu umeuona. Huu ni mwaka mpya. Una mambo yake mapya. Una oda yake mpya. Unakamilisha mambo mapya. Hakati tamaa mtu. Itaeleweka. Hatoki mtu. Lazima kitokee kinachotokea. Haleluya, haleluya. Hezekia hakukata tamaa. Hata kama nyumba ya Bwana ilifungwa, anasema mimi ndio nitaifungua. Ziko funguo ambazo Bwana ananipa za kimbingu. Nikishaenda pale lazima nifungue nyumba ya Bwana na nitaongea na watu. Akaongea na mashemasi, kama sasa tungeweza kusema mashemasi na wazee wa kanisa. Akaongea nao, akaongea na watumishi wa Bwana. Akasema wewe ndio mna wajibu pale. Lakini sasa akafungua mioyo yao. Tumekuwa tutatetemeka hadi lini? Tutashangaa hadi lini? Tutazubaa hadi lini? Si mwaka wa kuzubaa. Inukeni, jitakaseni, nendeni mkatumike. Haleluya, haleluya. Kuna watu wana malengo ya kuwa na viwanda. Kuna watu wana malengo ya kujenga gorofa. Kuna watu wana malengo ya kuwa na gari hizi wasaidia katika utumishi. Na uwe na malengo mazuri hata kama unataka gari au unataka mashamba makubwa. Yani wewe uchukue contractor safi. Uwe na elimu kubwa. Uwe unachora michoro ya miji. Uwe na mambo makubwa. Usimamie makampuni. Kuna watu wana malengo. Lazima uweke mambo yako kwenye oda. Lazima uandike vitu. Haleluya, haleluya. Shangilia basi Bwana Yesu. Mimi niko karibu kukuachia. Haleluya. Usizomewe tena. Kuzomewa kunaweza kukajitokeza, lakini wewe usikukubali kule kuzomewa mpaka kuna kufisha, mpaka unakata tamaa, mpaka kunaondoa imani, mpaka unafika sehemu unabwaga. Wanasema wewe unabwaga manyanga. Unabwaga vitu vyako pale, alafu unasarenda kwa adui. Nifanyeni lolote.
mimi siwezi kunyosha mikono yangu kwa adui. Itaeleweka, aliyeniita yu hai na mimi niko hai, napata neno lililo hai, lazima nifanye vitu vilivyo hai. Haleluya! Wewe uko hai, Mungu wako naye muamini yuko hai. Mtakatifu anasema mimi mtakatifu, iweni na nyie watakatifu. Mimi niko hai, iweni na nyie muwe hai. Kama alivyoenenda hivyo hivyo muenende. Halafu mtakuwa wakamilifu kama mimi nilivyo mkamilifu. Hayo ni maneno ambayo yanatoka katika Biblia. Mshangilie basi Bwana Yesu. Siri kubwa, lazima uwe na siri na Mungu wako. Lazima ujiamini kwa Mungu wako. Usiamini maneno ya watu tu. Yaani wewe jisuke vizuri. Suka ile private life yako. Suka maisha yako binafsi na Mungu. Tulisoma jana unasema kwamba uwe mwanamume. Uwe hodari, uwe mwanamume. Bwana asifiwe sana. Onyesha wanaume wako. Uwe mwanamume. Piga moyo wako konde. Piga konde moyo wako. Jiamini. Bwana asifiwe sana. Hakuna kushindwa. Mbele kwa mbele. Fia vitani. Mwambie mwenzako fia vitani. Fia kwenye kusoma. Fia kwenye ofisi hiyo. Hatoki mtu hapo. Usiache kazi ovyo. Hata ndio tajulikana. Wewe unatuletea jina la Yesu mahali hapa, sijui nini na nini. Umeingiza kwenye ukoo huu dini ambayo haijawepo. Haya, mimi dini iliyokuwepo ilikuwa Lejo Maria. Nilitupilia huko na teke juu. Toka Lejo Maria wewe. Bwana asifiwe sana. Desturi na kanuni ambazo haziko kwenye Biblia weka kando. Alafu Yesu mbele, msalaba mbele, dunia nyuma. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nisikilize, wewe ni kuhani. Wewe ni mtu ambaye umetangulizwa. Unatakiwa uokoe ukoo wako. Nilisema nazungumza juu ya moyo wako kwanza. Pili, familia yako itainukaje? Waza juu ya familia. Sio wakati wa kukimbia na kuiacha familia. Hashindwi mtu, si ndio? Uliwazaa mwenyewe na mke unaye, mume unaye. Hayo maisha katika raha na katika tabu. Ulisema hata kama ndoa ilifungwa kwa zamani kabla taratibu hizo hazijaja, lakini bwana ukishakuwa ndoa katika raha na katika tabu. Kama ni kwenye mimba, ni kwenye mimba. Nasema usipite kushoto wala kulia, pita hapo hapo. Afu matatizo yakija yajibamize, yamkute mtu ambaye amesimama na jua neno. Yajibamize kwenye neno ulionalo. Kitoa kauli yako ikutane na hayo matatizo. Tuone kila kitu kinaenda sawa sawa. Twaenda kula chakula cha kimwili, si ndio? Lakini twala chakula cha Bwana kwanza. Mshangilie Bwana Yesu. Tusikilize chakula cha Bwana. Alafu baada ya muda tunaenda kula vyakula vyetu, si ndio? Bwana asifiwe. Hebu mwambie mwenzako, sio mwaka wa kushangaa. Ni mwaka wa mabadiliko. Ukibadilika wewe, utabadilisha mazingira. Kwa hiyo ni mwaka wa kujiweka vizuri, ni mwaka wa maombi. Ni mwaka ambapo ukiingia kwenye kazi za kawaida, fanya kama hutafanya tena, usijihurumie. Alafu ukifanya vitu vya kiroho, fanya kama kawaida. Yaani fanya kuliko kawaida. Fanya zaidi ya kiwango. Muda wa ibada. Saa 9 usiache. Amka saa 9, hata saa 9, saa 10, saa 11. Bwana asifiwe sana. Zungumza na Mungu wako. Hizo ndio zilikuwa taratibu za Yesu na Baba yake. Tengeneza ofisi kwa kupitia maombi. Tengeneza mazingira kupitia maombi. Tengeneza mradi wako, zungumza na baba yako. Usumbufu unatokea wapi? Kaa kikao na Mungu wako kwanza kabla hujakaa kikao na watu. Kabla hujasikia neno kutoka kwa watu, pata neno kutoka kwa Mungu. Soma Biblia kidogo, alafu ingia kwenye maombi. Hayo ndio yawe maisha yako toka mwanzo hadi mwisho. Usiruke siku. Utaona baada ya siku 7
mambo yanabadilika, usemi wako, maisha yako, malengo yako. Utajenga nyumba, itajengeka. Waweza ukajenga nyumba alafu ikabomoka, lakini utajenga, itajengeka. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema usiogope, mimi niko pamoja na wewe. Anasema tena usifadhaike kule moyoni, mimi ni Mungu wako. Nitakusaidia, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo yuko tayari akushike, akuvushe mahali ambapo hapavukiki pa kawaida. Kama nilichanganyikiwa muda uliopita, kuna mambo kweli ambayo yalijitokeza katika mwaka uliopita, yalitikisa imani kuliko kawaida, lakini nilijipa moyo. Huko nyumbani nyumba zilianguka, kulikuwepo na mambo mbalimbali, misukosuko ya kishule, kwa kuwa kuna shule pale, ilikuwepo misukosuko mbalimbali kwa ajili ya mambo ya usajili na kila kitu. Alafu kulikuwepo na misukosuko mbalimbali hata katika mambo ya huduma. Wakati huo tunajitahidi, tunataka tuwe na vyombo mbalimbali hapa kanisani. Misukosuko ilikuwepo mbalimbali, lakini nipo maadamu sijafa, hakifi kitu mpaka kwa mpango wa Mungu. Yote yatainuka. Bwana asifiwe sana. Watoto wako wawe salama. Nasema tengeneza mambo ya nyumba yako. Mwambie mwenzako, tengeneza mambo ya nyumba yako. Yaani roho yako, moyo wako. Mwambie mwenzako, moyo wako. Alafu mambo ya familia yako. Alafu mambo ya ukoo wako. Waza ukoo wako. Bwana asifiwe sana. Nataka uamue kufanya kitu ambacho kitashangaza. Ukitaka usishangae, shangaza wengine. Mwambie mwenzako, ukitaka usishangae na wewe usitetemeke. Mwambie mwenzako, ukitaka usishangae wala usitetemeke. Shangaza wewe. Shangaza ukoo wako. Fanya kitu ambacho sio cha kawaida. Vuta nguvu zako, jiandae vizuri. Fanya tukio ambalo hujawahi kufanya kule nyumbani. Tafuta hata kama baba alishafariki, tafuta kama ni shangazi ndiye amebakia, angalau alikulea, alifanya nini? Hebu mshangaze, uone kitakachoachiliwa. Kuna baraka zingine tunazipata kwa wazazi. Nazungumza jambo la kifamilia. Bwana asifiwe sana. Tafuta kitu ufanye kisichokuwa cha kawaida. Hapo itaonekana hujazubaa wala hujatetemeka kuhusiana na mambo ya familia. Nawaambia hivi, mwaka huu katika ukoo wako, ombea sana ukoo ule. Mwambie Mungu, mimi ni sababu ya lango la nyumbani kwetu. Watu lazima kama mimi nimejisadakisha, nimekuwa dhabihu, naomba watu waokoke. Pamoja na hayo, Bwana unisaidie kufanya kitu ambacho kitakachoshangaa, kiwe kama dhabihu, kiwe kama sadaka. Wamuone Mungu wangu, hawajawahi kumuona, wamuone Mungu wangu. Hapo pia utakuwa umemtumikia Mungu. Katika Luka 6:38 nasema, toa kitu cha kushindiliwa chenye kusukwa na kumwagika. Kama unapima unga mpaka unamwagika. Yaani toa kitu ambacho kikamilifu mpaka kishangaze kule nyumbani. Hawajawa na nyumba, wana uhitaji wa nyumba, ama ni mzazi wako nini, nenda, yani kwa gharama zozote nenda kajenge. Hata kama ni nyumba yako, shangaza. Bwana asifiwe sana. Kama ni kutoa kitu, hebu fanya kitu chochote kile ambacho Bwana atakacho kuongoza nacho. Tutakuwa na shuhuda za ajabu. Kuna mwaka fulani tuliamua, tukawa tuko kwenye maombi, tulichukua maombi ya muda mrefu. Siku tunamalizia yale maombi, tukasema kila mmoja amuulize Mungu anataka kufanya nini kwa ajili ya wazazi wake. Anataka kufanya nini? Alafu utakileta hapa, hatutakifunua. Kama ni kwa thamani ya pesa
au ni kitu chochote utakifunga vizuri, hatakifungua. Tutakiombea hapa madhabahuni, kisha kiondoke kisafirishe. Tulipata shuhuda za aina mbalimbali. Mnaukumbuka ule mwaka? Tuliona maajabu. Watu waliokoka kupitia hicho. Mwaka huu ni kufanya zaidi. Hawajawahi kukuona nyumbani, jipange kuondoka. Lakini usiondoke ukiwa na nguvu ndogo. Bwana asifiwe sana. Jichochee hasa. Halafu nenda kasimame. Si unaenda kule nyumbani ndio unapata anguko la kuanguka katika imani, unarudi nyuma. Wanakuzolea mbalimbali, juu. Wewe simama pamoja na Bwana. Mshangilie Bwana Yesu. Huu mwaka si wa kujikurupusha. Mwambie mwenzako si mwaka wa kujikurupusha. Aliwaambia tangu sasa msijikurupushe. Kitu kimekuja ghafla, mtu anafanya vitu kwa hofu na mashaka, kwa kujikurupusha. Tembea kama mwenye mamlaka. Ni mfalme, una mamlaka yote ya kutiisha nguvu za giza na kila kitu. Jiamini. Familia hili umepewa na Bwana, si ndio? Na kazi hili umepewa na Bwana. Wewe ndiye mtawala. Biblia inasema kwamba akawaumba watu kwa sura yake na kwa mfano wake, wakatawale ndege wa angani, samaki. Hivi samaki wakutawale wakati wako baharini pale? Wakutawale wewe? Ndege wa angani wakutawale? Wanyama wakutawale? Wadudu wakutawale? Kwa nini utawaliwe? Kwa nini utawaliwe na mazingira? Kwa hiyo Bwana ndiye mtawala ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo huu ni mwaka wa kutengeneza moyo wako na roho yako. Kama Zaburi 78 mstari wa 8 nasema kwamba wale watu wakawa si watengenezaji wa moyo, lakini huu ni mwaka wa kutengeneza moyo na roho yako. Mwaka ambao si wa kumwekea Mungu mipaka. Zaburi 78 mstari wa 41, hebu usome hapo. Wakamwekea Mungu mipaka. Unajua ukitaka kumwekea Mungu mipaka ni pale ambapo huendi sawa sawa na yeye. Lakini unataka kwamba Mungu ashushe nguvu zake akutendee kazi, wewe ukiwa kama mtumishi wake, usimwekee Mungu mipaka. Zaburi 78 mstari wa 41. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Kwanza walirudi nyuma, halafu wakarudi nyuma kabisa kwenye imani. Si mwaka wa kurudi nyuma. So kurudi nyuma kunasababisha uwe na umwekee Mungu mipaka, mkono wako usiwepo pale. Ni mwaka wa kuitengeneza familia na ukoo wako. Fanya upenyo. Fanya kibali kiwepo. Tenda mambo ambayo ni ya upenyo. Umenielewa mtumishi wa Bwana? Yaani muombe Mungu kwanza. Usitangulize vitu. Muombe Mungu kwanza, alafu akupe cha kufanya. Na wamuone Mungu kupitia wewe. Ni mwaka ambao ni wa kuitengeneza na kuiboresha nyumba ya Bwana pia, ambayo ni makao makuu. Kwamba hakikisha kwamba Mungu akikugusa kufanya kitu kanisani, hii ni kama bima yako, hii ni kama benki yako. Ukiwa unawekeza katika kazi ya Bwana, kupitia hapo Bwana anazungusha ulinzi kwenye kazi zako, kwenye maisha yako. Wengi watakutafuta, lakini Mungu atakuwekea wigo, kama jinsi ambavyo alivyowekewa wigo Ayubu. Shetani anajaribu, anashindwa. Anasema kwa sababu huyu umemwekea ukigo, yani wigo, hebu niruhusu uondoe ule ukigo uone kama hata kuacha. Kumbe alishaenda kujaribu pale, akashindwa. Wengine watakuita mchawi mkubwa wewe. Kwa nini akuite mchawi mkubwa? Kaja na kauchawi kake, ameshindwa. Mekuta nguzo za moto tu ziko pale, kuta malaika wenye panga za moto, kashindwa kupenya, mwisho akakuita mchawi. Kama wewe sio mchawi rili, sio mchawi kabisa, awe usio na mashaka juu ya maneno hayo. Lakini kama wewe kweli ni mchawi, inatakiwa utubu. Hapo hakuna cha kusema kwa mchungaji alisema madhabahuni kwamba kama mimi si mchawi wakati mimi ni mchawi, kwamba inanipasa niendelee tu. Mambo ambayo yamekwenda kinyume, hayo yatubu. Malango ya hekalu
yawe wazi, injili na mambo ya ibada viweze kufanyika, taa iwashwe, shuhuda mbalimbali. Yaani maisha yako yawe ushuhuda. Hakikisha maisha yako yawe ya thamani. Maisha yako ni silaha. Mtu mmoja tusomee katika Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 12:11. 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Kwamba wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Ile damu iliyomwagika pale, ile ni ulinzi tosha. Kwa sababu ya damu umeamini kazi ya msalaba. Alafu wakamshinda kwa neno la ushuhuda. Ushuhuda wa maisha yao na jinsi neno linavyotoka moyoni. Alafu ambao hawakupenda kabisa maisha yao waweze kumpa adui, waweze kumpa mpinga Kristo. Maisha yao hawakupenda. Maisha yao yalikuwa ni silaha. Neno la ushuhuda lilikuwa ni silaha, na damu ya Yesu ilikuwa ni silaha. Kwa hiyo ni mwaka ambao si wa kuchoka. Si wa kuchoka katika kuomba. Ni mwaka wa kuinuka katika maombi. Ni mwaka wa kujitoa tena sadaka. Kwa sababu walikuwa hawatoi sadaka pale. Wamefunga nyumba ya Bwana, hawatoi hata sadaka za kuteketezwa. Ni mwaka wa kujitoa tena. Ni mwaka wa kuondoa takataka zote. Takataka zote zilizokuwepo katika hekalu. Mambo yote ambayo unaona kwamba yalikuwa kizuizi, ambayo yalizuia nguvu zako, yalizuia uhusiano wako na Mungu, yaondoe yote. Unanielewa? Jana tulikuwa tuna neno kwamba sawazisha pito la mguu wako. Ondoa mguu wako maovuni. Ondoa maovu katika maisha yako. Ni mwaka wa kuondoka katika kutetemeka. Narudia tena. Ondoka kwenye eneo la kutetemeka, eneo la hofu, eneo la mashaka, eneo la kuzubaa, eneo la hali ambayo ya kutokuinuka. Hata kama umedharauliwa, lakini kwa sababu Mungu hajakudharau, Bwana atakuinua yeye mwenyewe. Mshangilie Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo Hezekia, nisome sehemu fulani. Hezekia alienda na mwendo ule. Hezekia akafanya mambo ya ajabu. Hezekia akakuta kuna joka walikuwa naliabudu. Lile joka la shaba ambalo lilikuwa limeinuliwa nyakati zile za Musa. Kumbe lilikuwepo, limepita kipindi cha Yoshua, likapita kipindi cha Samuel, likapita kipindi cha Sauli, likapita kipindi cha Daudi, likapita kipindi cha Rehoboam, likapita kipindi cha kina Abia, likapita kipindi cha Ahaz na kina Amazia. Hezekia akakutwa. Hezekia kagundua hiki kitu kilitumiwa wakati ule, na sasa wamelifanya kama Mungu au sanamu. Hebu tusome katika Wafalme wa Pili sura ile ya 18. Tusome kwa haraka hapo, alafu nitakuwa naelekea kumaliza. Hezekia alifanya mambo ya ajabu katika eneo la matengenezo. Wafalme wa Pili 18 mstari wa 4. Alipaondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakiifukizia uvumba, naye akaita jina lake Neushtan. Shetani wewe, toka katika nchi hii. Akaiteketeza. Msaada inatakiwa ni kwa Mungu tu, wala si kwa sanamu. Kama mtu alitumiwa au kitu fulani kilitumiwa siku za nyuma, hakijawa kwamba tukiabudu kama Mungu. Mungu anaweza akatumia chochote. Mungu anaweza akatumia maji, sawa, lakini maji hayajawa kanuni ya kila kitu. Mungu anaweza akatumia mafuta, sawa, lakini mafuta hayajawa kanuni ya kila kitu. Watu wanakanyaga mpaka na mafuta, mpaka watu wanauziwa na mafuta, mpaka wanauziwa na maji, watu wanauziwa mpaka na chumvi.
mtauziwa na mchanga. Watu watafanya mazingaombe mchanga kuwa sukari. Na mwaka ule hata vile vile Mungu alipitisha kipimo katika Tanzania, sukari ikakosekana. Kama kweli ni watu wa Mungu, wangegeuza michanga yote ya Tanzania ikawa sukari. Halafu tukajifunza hapo, tukawa tunazoa tu sukari. Kweli kabisa. Mbona walishindwa? Watu tulizidi kununua tu kwa bei iliyokuwepo na zaidi. Mtu anafanya biashara, itakuwa sukari, itakuwa nini? Muamini Mungu wako. Kweli kuna uponyaji wa kweli hata kupitia vitu, lakini si vitu vyote, si manabii wote wa kweli. Huyu jamaa alifanya mambo ya ajabu. Twende Wafalme wa Pili hiyo 20. Tumalizie hapo, halafu nizungumze mambo machache. 20. Soma kuanzia mstari ule wa kwanza kwa haraka hadi 11. Tusikilize tena hapo kwa makini. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wakati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Wakautwaa wakauweka juu ya jipu, naye akapona. Hezekia akamwambia Isaya, je, kutakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya, nami siku ya 3 nitapanda nyumbani kwa Bwana? Isaya akamwambia, jambo hili litakuwa ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kwamba Bwana atalifanya neno hilo alilolinena. Je, kivuli kiendelee madaraja 10 au kurudi nyuma madaraja 10? Hezekia akajibu, ni jambo jepesi kivuli kuendelea madaraja 10. La, hicho kivuli na kirudi nyuma madaraja 10. Isaya nabii akamlilia Bwana, akakirudisha nyuma kile kivuli madaraja 10 ambayo kilikuwa kimeshuka katika madaraja ya Ahazi. Bwana Yesu apewe sifa. Miaka ilienda, mtumishi wa Bwana yuko vizuri, anaondoa maashera, anaondoa sanamu. Mefika mwaka fulani anashinda kwenye vita mbalimbali. Ikafika sehemu akawa hana shukrani. Mwambie mwenzako shukrani. Bwana kila alipokuwa na mfadhili, kila alipokuwa namtendea mama kubwa, akawa amepoteza eneo fulani linaitwa shukrani, kumshukuru Mungu. Halafu moyo wake ukatukuka. Kutukuka kwa moyo ni vipi? Moyo kuinuka, moyo kujiona ndio mwenyewe, nimefanya haya yote. Unajua ukitembea kwenye ushindi, ujiangalie na kiburi. Makosa mawili ya Hezekia: kutokushukuru, kutokusema asante kwa Bwana. Pili, moyo kutukuka, kujihesabia kwamba yeye ndiye amefanya na ameshinda. Hilo ni kosa kubwa. Bwana akaachilia jipu baya, jipu linaloua. Na katika ugonjwa ule Hezekia bado alikuwa na shangaa. Alikuwa naona ni kama jipu la kawaida. Baadaye
akawa naona hali inazidi kuwa mbaya, na hiyo jipu linaweza karuhusiwa mahali pa hatari pa kukuondoa. Paka akatumwa nabii kwa sababu ya jipu. Akatumwa nabii Isaya, nenda kamwambie atengeneze mambo ya nyumba yake, moyo wake au tengeneze, na hata mambo ya familia yake. Yani hasa moyo wake ndio ulikuwa anaambiwa. Na asipotengeneza, hakika naenda kumuondoa, hata kama amefanya mambo makubwa. Lakini kwa zamu hii, kwa sababu amekuwa na kiburi, na kila nilipomfadhili hakunirudishia shukrani, nilipomuinua, nilipofanya hivi, hakufanya hicho kitu, hakukitambua. Kwa sababu sijatambulikana, amejitambulisha yeye mwenyewe. Jina lake sawa, naamini limetukuka sana, lakini naenda kumuondoa. Isaya mtumishi wangu, nenda kwa Hezekia. Isaya akafika, kamwambia mfalme, sikiliza, tengeneza mambo ya nyumba yako, la sivyo utakufa, hakika utakufa. Hezekia akayasikia yale maneno ya nabii Isaya. Biblia inasema akaugeukia ukuta, akageukia ukuta. Biblia inasema akalia sana sana, lakini akamkumbusha Mungu ayale aliyoyatenda. Akasema, Mungu, nyumba yako ilikuwa imefungwa, nikafungua malango yake, taa zilikuwa zimezimwa, nikawasha zile taa. Uvumba ulikuwa hautolewi, uvumba ukatolewa. Makuhani walikuwa wameacha kazi, nikawaweka makuhani na Walawi, nikawaambia wajitakase. Mungu, nimekuona, nimefanya 1, 2, 3. Akamkumbusha Mungu mambo aliyoyatenda. Bwana akasema, naam, lakini Mungu, nimekuja kukukosea, moyo wangu nimetambua umeinuka, naomba unisamehe. Akatubu toba ya kweli. Wakati Isaya anaenda, hajamaliza ule mji, Mungu akasikia kilio chake kutokana na machozi aliyoyamwaga pale, na akawa anasema, ni kweli na kwamba nimeamua sitarudia tena katika mambo ya kiburi kwa maisha yangu. Alipoamua uamuzi wa dhati ya kwamba hatarudia tena, na ameamua atamsikiliza Bwana, atamshukuru, atafanya kila kitu, Bwana akasema, kwa toba hii ninakuponya. Moja hiyo, naiponya na nchi yako, uchumi na uponya na amani. Katika miaka yako hakutakuwepo na vita mpaka utakapokufa. Lakini pia na kuongezea miaka ya kuishi 15 kama marupurupu, bonus. Ulishawahi kuombaga mpaka unapata bonus? Haya, kuna majitu yameomba yakajiku, ni haya yamo kwenye Biblia humu. Hezekia ni kama mimi na wewe, alikosea kama mwanadamu, lakini aliamua kujikunja. Sio unageukia ukuta, Mungu nihurumie, mwenzangu sasa nilichekwa sijui. Hapo toa hoja nzito. Unageukia ukuta tu. Kugeukia ukuta sio hoja, kinachomiminika kutoka ndani. Bwana asifiwe sana. Kwa Hezekia akalia, ukawa ni mwaka wa machozi, pointi ya machozi. Kwa machozi yale yakageuza system nzima, yakaongeza miaka yake ya kuishi, yakaponya nchi nzima. Akasema, unaweza, niliona mwanzoni wewe ukijizatiti na ukarudi, niliona hali ilikuwa mbaya, ukairejesha vizuri, na kama umeamua kwenda kwenye mstari tena na kuongeza na miaka 15. Na ndani ya ile miaka 15 Isaya ndipo akaandika sura ya 40 mpaka ya 66 kwamba ni kuonyesha neema kwa ajili ya taifa la Israeli. Unajua kitabu cha Isaya ni kama Biblia ndogo, kina sura 66 kwa sababu Biblia ina vitabu 66. Kwa hiyo sura zile 1 mpaka 39 inawakilisha agano la kale, ni mambo ya hukumu. Lakini kuanzia sura ya 40 mpaka 66 inaonyesha agano jipya,
Yaani ni kipindi cha neema na rehema, lakini kiliandikwa wapi? Wakati wa muongezeko wa miaka ya Hezekia. Unaweza ukafanya vitu, Bwana asifiwe sana, mpaka ikawa alama. Sasa hebu tumalize kabisa. Hebu soma Mambo ya Nyakati wa Pili, alafu kwa kusoma haya maandiko ndio andiko la mwisho. Sasa Mambo ya Nyakati wa Pili, usikilize tu haya maneno, halafu ni malizie kwa kufafanua kidogo, halafu tuweze kumuomba Mungu. Mambo ya Nyakati wa Pili 32:23, kisha utaruka au soma 23 mpaka 31. Nyakati wa Pili 32. Sikiliza haya maneno. Watu wengi walimletea Bwana zawadi huko Yerusalemu na vitu vya thamani kwa Hezekia mfalme wa Yuda, hata yeye akatukuka tangu wakati ule machoni pa mataifa yote. Katika siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Akamwomba Bwana, naye akasema naye, akampa ishara. Walakini kadri alivyofadhiliwa Hezekia hakumrudishia vivyo, kwa kuwa moyo wake ulitukuka. Kwa hiyo ikawako hasira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Hata hivyo Hezekia akajinyenyekea kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake yeye wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Hezekia. Naye Hezekia akawa na mali nyingi mno na heshima, akajifanyizia hazina za fedha na za dhahabu na za vito na za manukato na za ngao na za namna zote za vyombo vya thamani, ghala pia za mazao ya nafaka na mvinyo na mafuta na malisho ya wanyama wa namna zote na makundi mazizini. Tena akajifanyizia miji na mali za kondoo na ng'ombe kwa wingi, maana Mungu alimtajirisha sana. Naye huyo Hezekia ndiye aliyezuia chemchemi ya juu ya maji ya Gion, akayaleta chini moja kwa moja upande wa magharibi wa mji wa Daudi. Akafanikiwa Hezekia katika kazi zake zote. Walakini kwa habari ya wajumbe wa wakuu wa Babeli waliotuma kwake kuuliza ajabu iliyofanywa katika nchi, Mungu akamwacha ili amjaribu, ili kwamba ayajue yote yaliyokuwamo moyoni mwake. Kwa hiyo akaugua kama nilivyosema, jipu baya. Hatujasoma maandiko mengine, lakini utasoma mambo yote hayo. Akaugua jipu baya. Baadaye Isaya akaambiwa, nenda, nimemponya, lakini chukua mkate wa tini, mkate uliotengenezwa kutokea kwenye tini, kabandike kwenye, ni kama unakuwa na chapati hivi, alafu unaweka kwenye eneo lile la jipu. Baada ya hapo anapona. Bwana anaweza katumia mkate wa tini. Kama wanaibua vitu mara maji mara ni, na hatujaona tena mkate wa tini unatumiwa tena na watu wengine mara mkate wa, Mungu anaweza katumia chochote, lakini haijawa kanuni. Haya, tusimame watumishi wa Bwana.